Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kuletea machache kati ya mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Changamoto ya ukosefu wa daraja la uhakika kwa wakazi wa Mbezi Msumi inakaribia kuisha baada ya mkandarasi kuanza kazi rasmi ya ujenzi wa daraja hilo. Wakizungumza na Kurasa, wakazi wa eneo hilo wamesema kwa zaidi ya miaka 2 wamekuwa wakitumia daraja hilo, japokuwa limekuwa si la uhakika na kupelekea mateso na changamoto kubwa kwao. Sisi tunajisikia vizuri sana kwa sababu imekuwa ni changamoto yetu ya muda mrefu. Kwa tunashukuru serikali kwa sababu na sisi imetuona wakazi wa Msumi kwa kuona maendeleo haya, kwa sababu daraja lilikuwa ni teso. Toka limekatika kipindi kile mvua zinanyesha, tulikuwa tunapata shida sana sisi, hasa watumiaji wa vyombo vya moto. Kwa sisi tunashukuru sana kwa hili daraja, kwa jinsi mnavyoona hapa. Tunashukuru sana. Tumekwama sana hapa kwa magari, kuna kipindi tumepaki magari juu pale, tunaacha magari kule, tunavuka kwa miguu au kwa pikipiki. Kwa hiyo mateso yalikuwa ni makubwa sana na njia hii ilikuwa haipitiki kabisa. Kwa hiyo tunashukuru, sasa tutaenda kufurahia wakati daraja linajengwa. Sasa mambo ni mazuri sana. Sisi kama watumiaji wa barabara hii tumefurahi sana kwa sababu unajua hiki inaunganisha Msumi na Madale. Kwa hiyo daraja muhimu sana. Kwa hiyo hata mama wajawazito kwa wanateseka sana kujifungua, wanapata shida, wengine wanafariki kwa sababu wanashindwa kupita hapa. Ila kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu. Mimi pia ni shuhuda, mimi mwenyewe nishakudumbukiaga pale kwa daraja lile. Nishakudumbukia kwa sababu kama hivi daraja likiisha itakamilika, Mungu ni mwaminifu. Tuendelee na Kurasa. Wakazi zaidi ya 100,000 wa manispaa ya Morogoro waliokuwa wakiteseka kupata huduma ya maji safi na salama ya uhakika wanatarajia kuondokana na changamoto hiyo baada ya serikali kwa kushirikiana na mamlaka ya bodi ya maji kugundua eneo lenye kiasi kikubwa cha maji na kufanikiwa kuchimba kisima chenye uwezo mkubwa wa kuzalisha maji. Tumechimba kisima kimoja na kama ulivyoshuhudia tayari kinaonyesha kuleta matokeo ambayo ni chanya, ambapo kwa mujibu wa taarifa aliyotoa mtaalamu hapa, kisima hiki kinatoa lita 40,000 kwa saa. Kiwango hicho ni kikubwa sana, na tunaamini kwa eneo hili ukubwa wake tunaweza kupatikana pia visima vingine viwili. Sasa hili limepatikana, maji hapa yapo yanatosha kuwapatia maji wananchi zaidi ya 100,000 wa Morogoro. Haya maeneo haya yote tunaocheza nayo. Sasa mimi siwezi kuiacha fursa hii, siwezi kufanya kitu cha kipuuzi namna hii. Sasa hapa kwa maji haya tunajua kwamba kwa siku hapa tu eneo hili la square meter 84 tunaweza tukapata maji kuanzia lita 1.5 mpaka lita 2 kwa siku. Tumebaini maeneo 17 ya kuchimba visima. Na maeneo 7 ndio tumeshachimba, ikiwemo hichi hapa, na mengine yameendelea kuonyesha matokeo mazuri ya upatikanaji maji mengi na ambayo yana chumvi kidogo. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wafanyabiashara katika soko la kimataifa Kariakoo wameomba serikali kufanya ukaguzi wa miundombinu ya umeme ili kuepukana na shoti za umeme ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara. Kurasa imeshuhudia jengo moja likinusurika kuwaka moto ndani ya wiki hii sababu ya shoti ya umeme, huku wananchi wakiomba swala hili kushughulikiwa kwa haraka. Ni kweli kwa sababu majengo Kariakoo imekuwa changamoto sana. Shoti za umeme, miundombinu. Mimi nashauri tu mamlaka husika wanaotoa vibali vya ujenzi wao wanafuatilia vile vibali, kwa sababu mwingine anaweza omba kibali cha kupiga rangi jengo, kumbe anaenda kupandisha gorofa 2 kwenda juu. Sasa nyinyi mkikaa tu ofisini, watumishi wa mamlaka husika, inakuwa tatizo kidogo. Ushauri wangu kwamba hao wahusika wanaotoa vibali wao wanasimamia yale ambayo wamekuja kuyaomba hawa wajenzi. Miundombinu yetu ya umeme imezidiwa. Mfano, majengo ya Kariakoo kama mnavyoona, mitaa ni mingi na majengo ni mengi, lakini transformer unakuta zinaendesha ya majengo labda ni 3 au 4. Ushauri wangu kwa kweli ningeomba waziri husika afike aangalie, atume timu yake aje akague ujenzi wa majengo, angalie ujenzi wa namna waya zilivyokaa, alafu na namna ya kufanya, kwa maana ana wataalamu wa kutosha. TANESCO ni wataalamu wa kutosha, TANESCO na ujuzi wa kutosha, lakini haipiti siku bila kusikia shoti ya umeme Kariakoo.
Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa haya machache kati ya mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usiache kufuatilia Kurasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea Kurasa, jina langu mimi ni Kisa Daniel. Endelea kutazama East Africa TV.